la kwanza ni kwenye ubora, lakini lengo la pili ni kuongeza uzalishaji, lakini lengo la tatu pia ni kuongeza thamani katika zao letu la pareto. Kwa hiyo kwa siku ya leo ambayo ni tarehe 9 mwezi wa 5 2025 pamoja na kesho tarehe 10 mwezi wa 5 2025 tuna semina ya siku 2 mfululizo, na semina hii lengo lake kubwa ni kuzungumza na mawakala na wadau wetu kwamba kwanza tunapitia mwaka jana msimu ulioisha ambao umeanza mwezi wa 7 2024 na kuisha mwezi Machi 2025. Tunafanya tathmini ya wapi tulifanya vizuri, wapi tulipata changamoto, na ni namna gani sasa kwa msimu unaoanza tena 2025 mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 3 2026 tufanye nini sasa, ili pale ambapo tulikuwa na mapungufu tuweze kuyaboresha na kuendelea kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo maeneo ambayo tunayazungumza sehemu kubwa, kwanza ni zile changamoto ambazo mawakala walikuwa nazo, na sehemu kubwa kwetu sisi ni ubora na uzalishaji kwa wingi. Lakini pili ni kuona kwamba je, pareto yetu inaendelea kuimarika mwaka hadi mwaka au msimu hadi msimu, kwamba kiwango cha sumu ambacho huwa tunakitegemea sisi, je, tunakiona kinaimarika? Tukiangalia msimu uliopita na msimu huu, kwa kweli tumeona kuna mabadiliko makubwa. Sumu imeongezeka kwa nzuri zaidi. Hata unyevu nao ulikuwa mkubwa. Kwa wastani tulikuwa na unyevu wa 14%, lakini sumu tulikuwa na wastani wa 1.14%. Ukiangalia hapo ni tofauti kabisa na mwaka ambao ulikuwa umetangulia 2023. Sasa msimu huu tunataka kuzungumza nini? Tunataka kuzungumza kwamba msimu unaokuja sasa tutoke hapo kwenye sumu ya 1.14% tuende kwenye 1.2%. Kila mwaka tupige hatua, lakini kwenye unyevu pia. Na hapo sasa malengo yetu msimu huu ambao tutazungumza na mawakala ni kutoka kwenye asilimia ile 14 kwa wastani tulioipata kwa 2024 kwenda kwenye asilimia 13 kwa mwaka 2025. Yote haya ni kuangalia kwamba pareto tunaipata pareto bora ambayo ndio malengo yetu. Sasa katika mazungumzo haya yote tunaamini huwa kuna changamoto ziko ambazo watatueleza, na sehemu kubwa tunaamini ni vikaushio. Kuna changamoto ya kupata mbegu kwa wingi zinazotosheleza mahitaji ya wakulima bado, lakini kwa sababu tunashirikiana na TARI Uyole ambao ni watafiti na ni wataalamu wa mbegu, basi tunaona kwamba tutakuwa na mafanikio mengi kwa msimu unaokuja wa 2025. Kwa hiyo kwa kifupi sana, haya ndio ambayo tutayajadili leo na tutayazungumza kwa kina pamoja na wadau wetu, ili tuone sekta yetu ya pareto inaimarika kutoka hapa ilipo, ili tuweze kupiga hatua mwaka hadi mwaka. 2024 tulipata tani 1557 ambazo kwa kweli ni pungufu ya msimu uliokuwa umepita. Msimu uliokuwa umepita tulikuwa na tani 1950. Sasa ukiangalia hapo kuna anguko kubwa, lakini kulikuwa na changamoto kubwa ambazo tunazifahamu sisi. Moja ilikuwa ni mabadiliko ya tabia nchi, na hii imekuwa ndio changamoto kubwa sana kwenye sekta ya kilimo. Kwa nini? Kwa sababu kuna kuwepo na wakati mwingine mvua inazidi au mvua inachelewa, lakini ikija inakuja kubwa zaidi, inaathiri. Kwa hiyo kwa msimu uliopita athari kubwa tuliyoipata ilikuwa ni kwamba kwenye vitalu vingi ambavyo tulikuwa tumeviwatika kando kando ya sehemu zenye maji, mvua ilinyesha kubwa zaidi ya kiwango ambacho kilitarajiwa, ikazoa vile vitalu vyote na ile miche yote. Sasa ilipofika msimu wa kupanda, kuhamisha kwenda mashambani, wakulima wengi walikosa miche ya kutosha. Hilo kwa kweli ilikuwa ni sababu kubwa sana. Lakini sababu ya pili ambayo imekuwepo sasa hivi karibuni ni ushindani wa zao la viazi. Zao la viazi limekuwa ni shindani sana kwenye zao la pareto, na wakulima wale ardhi ile na maeneo yale ambayo yanafaa katika kulima zao la pareto, ndio huko ambako wakulima wale wanalima kiazi. Sasa kumekuwepo na ushindani wa haya mazao mawili kiasi kwamba wakulima wengi wamekuwa sasa wanapunguza uzalishaji wa pareto wakienda kwenye viazi, lakini tumekuwa tunatoa elimu kwamba zao la pareto bei yake ni ya uhakika, soko lake ni la uhakika, lakini uvunaji wake unaweza ukavuna mfululizo kwa miezi 6. Kwa hiyo ndani ya nyumba sisi tumekuja na kauli mbiu msimu huu, tunasema okoa ndoa kwa kulima pareto, kwa maana kwamba mahitaji yote ndani ya nyumba baba una uwezo wa kuyatoa
kwa muda wa miezi 6 mfululizo kama kweli unalima Pareto. Kwa nini? Kwa sababu una uhakika wa kipato kila siku. Yale mahitaji ya kawaida ya nyumbani yale ya familia una uwezo wa kuyatosheleza kwa familia. Kwa hiyo ukitaka ndoa yako iwe imara, kwa kweli ulime Pareto kwa sababu una uhakika wa kipato muda wote. Lakini sisemi kwamba wasilime viazi, wanaweza wakalima, lakini kumbuka, ukilima kiazi unakiuza mara moja, baada ya wiki 2 inawezekana hicho kipato tena hauna, ile pesa utakuwa umeshaitumia. Lakini anayelima Pareto atapata kipato mfululizo kwa miezi 6. Ndio maana sisi tumekuja na kauli mbiu tunayosema kwamba okoa ndoa yako kwa kulima Pareto, kwa sababu una uhakika wa kipato mfululizo kwa miezi 6 bila kuwa na changamoto nyingine yoyote. Kwa mwaka jana bei iliongezeka kutoka 3,500 mpaka 3,700 kwa kilo, na ni matarajio yetu kwamba yawezekana kadri wakulima wanavyoendelea kuimarisha ubora, basi na bei itabadilika. Kila msimu lazima kuna kuwepo na mkutano wa wadau ambao unasimamiwa na msimamizi wa zao ambao ni COPRA, na mazungumzo makubwa ambayo kuna kwamba na wakilishi wa wakulima pamoja na wadau mbalimbali ni kuzungumza bei elekezi, ili tujue kwamba msimu unavyoanza bei elekezi itakuwa shilingi ngapi. Kwa sasa hivi siwezi kusema, lakini nina uhakika kwamba kutakuwepo na mabadiliko baada ya mkutano kukaa. Lakini kwa malengo, kwa upande wa malengo, sisi tumejiwekea malengo upande wa Mbeya kwamba kutoka kwenye tani ambazo tulikuwa tumepata mwaka huu 1,500 kama na 57 hivi, basi tupige hatua. Tunatarajia kupata tani 2,182 kwa msimu wa 2025. Kwa nini? Kwa sababu kwa kweli tumejitahidi sana kuwekeza kwa wakulima upande wa mbegu, upande wa miche na vikaushio, lakini hasa kwenye elimu pia. Lakini kwa sababu ya ongezeko la bei kutoka 3,500 mpaka 3,700, na kwa kuwa kuna matarajio pia kwamba kadri wakulima wanavyoimarisha ubora, bei inaongezeka, basi tunaamini wakulima wengi watalima Pareto msimu unaoanza 2025. Tulichokibaini ni kwamba baada ya kufanya utafiti mkubwa kwenye familia na kaya ambazo wanalima Pareto, kumekuwepo na amani na uhakika wa maisha kwa familia hizo muda mrefu, kwa sababu tumezungumza na baadhi ya wakulima na wanatuambia kabisa baba hapati usumbufu wowote, kwa sababu kama ni chumvi ana uhakika ipo, kama ni sukari ipo, kama ni daftari lipo, kama ni mahitaji yale madogo madogo, mafuta ya kupikia, nyama, samaki vipo. Kwa sababu gani? Pareto inachumwa kwa wastani wa mara 2 kwa mwezi, kwa kile kipindi ambacho tunasema labda kuna mvua, lakini kile kipindi cha kiangazi unaweza kuchuma mara 3 kwa mwezi, kwa maana ya kwamba karibu kila siku 12 unaenda shambani kuchuma Pareto. Sasa ukipeleka Pareto kituoni, hela iko pale pale, ukirudi nayo mahitaji yale ya nyumbani yote unakuwa umeyamaliza. Hiyo la kwanza. Kwa baada ya kufanya utafiti, lakini wazee wakawa wanatuambia pia, wakikaa klabuni pale wanakunywa kapombe kao, wanasema aliyeenda kuuza Pareto ana uhakika sana kwamba akifika pale kifua mbele, kwa sababu fedha iko mfukoni, lakini mfululizo kwa muda wa miezi 6 sio kitu kidogo. Kwa hiyo ndio maana tukasema sasa kwamba ili familia ziweze kuwa imara, lakini kuwepo na amani na utulivu, lazima familia zipate mahitaji ya kila siku, na mahitaji yale unaweza kuyapata kwa kulima zao la Pareto, kwa sababu una uhakika wa kupata kipato karibu kila wiki au wiki 2 katika mwezi.